Ni swali zuri sana. Ukiangalia na kukumbuka, wengine tulikuwa hatujazaliwa, mwaka 72, Desemba, I think wa Desemba tarehe 7 nilikuwa mara ya mwisho mwanadamu kutua mwezini. Sasa karibia miaka 54 baadaye tumepata nafasi tena ya kwenda kuweza kurudi mwezini, na kwa sasa tumeweza kupata nafasi ya kupata mwanamke wa kwanza kwenda kuzunguka mwezini na wenzake wengine watatu walioambatana naye. So ni wakati wa kusherekea sana na kuweza kuangalia na kupata jumbe mbalimbali katika hatua hii ya muhimu sana, sio tu kwa NASA. Siwezi kuongea au kujibu kwa niaba ya NASA, lakini naweza nikasema na kujibu kwa niaba yangu na hata kwa watu wote duniani. Maana ya safari hii ni nini? Ndio. Tunaweza kujifunza kitu gani kwa safari hii? Kwa mfano, jambo la kwanza ni ile inatukumbusha na pia kuweza kuonyesha ubunifu na mambo makubwa na ushujaa ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Haijalishi kama wewe ni mwanamke au mwanaume, Mungu ametupa wote kipaji na uwezo wa kuweza kukaa chini na kufikiri na kufanya kazi kubwa kama hii, au kuweza kuotea ndoto kufanya kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo kwa wasichana wote duniani, Afrika, India, nchi yoyote anapoona kitu kama hiki kinawezekana na kikaenda kikafanyika na kikafanyika vyema, inatutia moyo, inatutia moyo. Na ndoto yangu ni kuona kwamba vijana wadogo wanapoona hii waweze kuendelea kuota ndoto kubwa zaidi. Asante kwa maelezo hayo, bila shaka yanawapa nguvu watu wengi duniani. Sasa wewe pia Dr. Linda, watu wamependa sana kwa kweli hadithi yako binafsi, simulizi yako binafsi, kusikia kwamba wewe ni asili ya Afrika, hasa kutoka Tanzania. Vile vile watu wa Afrika Mashariki nao wamejivunia. Ukisikia kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, wanasema huyu ni wetu Afrika Mashariki. Huko Tanzania nako wanasema huyu ni wa kwetu Tanzania. Ndani ya Tanzania mikoa mbalimbali inasema Linda ni wa kwetu. Sasa unafanya kazi kubwa sana na ya muhimu hapo NASA kuhakikisha satellite hazigongani angani. Unawaambia nini watu hawa ambao sasa hivi walikuwa wakisikia habari zako na wanataka kukumiliki kwamba huyu ni mtu wetu? Yeah, I mean, nikisikia habari kama hiyo, ninainama nampa Mungu sifa. Ninainama nampa Mungu sifa na mshukuru. Ndoto yangu na lengo langu kwa watu wote wanaosikia hii habari ni kwamba waweze kuona na kujua kwamba hakuna lisilowezekana. Unaona, mimi ni mtoto ambaye nilizaliwa huku nikakulia nyumbani Tanzania. Mama yangu anatoka Bukoba, babangu anatoka Karagwe ya Nyakahanga. So ninafurahi sana, ninashangilia ndani ya moyo wangu, ninaona furaha na sifa kuona watu wanavyoshangilia na mimi pia nashangilia nao. Na ujumbe wangu ni kwamba tukumbatiane wote, tuweze kusonga mbele pamoja. Hawa waliosafiri kwenda angani, ujumbe wao wakawa wanasema walipokuwa kule juu wakawa wanaangalia dunia ilivyo ndogo katika ile bahari jeusi la anga ya nje ya mbali. Ni sayari ndogo ya kipekee, na humo ndiko kuna wanadamu wanakoishi. Ni rahisi sana ukiwa hapa duniani ukaona utofauti huu, lakini wenyewe walivyoona wakiwa huko mbali wakaona kwamba sisi wote, waliita neno earth, you are the crew. Nyinyi watu hapo duniani ndio jumuiya. Ni kama vile ni kama sisi wanadamu na sisi ni wanaanga katika chombo chetu kidogo. Yes. Dunia sio? Exactly. That is exactly what they said. And so, tunapoona hiyo, tunaweza kufanya kitu chochote. Tunaweza kusaidiana, tunaweza kubebana, tunaweza kuinuana. Kwa hiyo nashukuru sana napoona tunapojivunia, na pia ujumbe wangu kwa watu wote ni kwamba tuendelee kusonga mbele, tusikate tamaa, tufanye kazi kwa bidii. Inawezekana. Safari sio rahisi, lakini inawezekana. Yeah. Na sasa turejee kwenye hivi vyombo vinavyokwenda angani. Kwa kuwa Yeah. Artemis 2 inaendeleza safari za binadamu angani na kuleta Yeah. uwakilishi wa kihistoria, ni kwa kiasi gani ni muhimu kwa wasichana hasa kutoka barani Afrika na diaspora kuwaona watu kama wewe wakichangia mafanikio ya misheni hizi hata nyuma ya pazia? Kwa hivyo ni kwa kiasi gani hili jambo ni muhimu Yeah. kushuhudia hali kama Yeah. hii? Asante sana kwa swali hilo. Pia ningeweza kuweka wazi, ningependa kwanza kuweka wazi kwamba timu ya Artemis 2
ni timu ya watu maelfu na maelfu waliofanya kazi miaka na miaka kuweza kufanikisha kazi kama hii. Nafasi yangu mimi katika kazi hii ni ndogo mno, ni nyuma ya pazia, unaona, lakini kwa sababu ni muhimu sana mimi kusema hivi, kwa sababu na mimi nimesoma, nimefanya kazi, inajua what it takes kufanya kazi sana ukaweza kufanikisha kitu chako. So ni Ndio. muhimu sana kuweza kutoa credit where credit is due. Mpe Unawapa, sifa aliyefanya unawapa kazi, maua yao hawa ambao unawapa maua yao kabisa. So kwa timu yetu sisi, ndiyo, kila mtu nasa amehusika kwa namna kubwa ndogo, zipo husika nyingi sana. Kwa ndio. timu yetu sisi, kwa kazi tuliyofanya ni kuhakikisha kwamba wanapotoka hakuna vifusi vya kuwagonga, hakuna satellites zitakazowagonga ambazo ziko za NASA. Wanaporudi tuhakikishe kwamba wale ambao wanahakikisha wanarudi salama, data zetu zipo, wanazitumia ili waweze kurudi salama, and so kuweza kurudi sasa, kulijibu swali lako, kwa wasichana wadogo na kwa vijana wadogo wanapoona kazi kama hii tunayofanya, nyuma ya mapazia au mbele ya mapazia, ni kuangalia na kuona kuna hizi movie kwa mfano zilizotoka zamani za Hidden Figures, au hizo ambazo unaangalia watu waliopitia vitu vigumu alafu wameweza kufungua milango ili na sisi tuweze kupita. Unaposikia hadithi kama hizo, lengo na ndoto ni kwamba inakutia moyo na inakuchochea kuweza kuona na mimi naweza kufanya hivyo. Asante sana Linda Mashiku kwa kuzungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa. Mambo mengi mazuri ambayo umezungumza yatawafaa watu, hasa wasichana wadogo na wavulana pia vile vile, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwako. Asante sana, nashukuru sana kwa nafasi hii.